Hivyo Philipina Ndwata ananipa kijiti kudunda viwanjani. Karibu mwana michezo, tujuazane masuala mbalimbali ya kimichezo na burudani yaliyojiri na endelea kujiri kunako viunga mbalimbali. Mimi ni winga Teleza Witness Ngalawa. Na moja kwa moja anaanza na ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imesema mchezo wa kiporo wa ligi kuu kati ya wenyeji Yanga dhidi ya wageni wao Simba utakaopigwa Juni 25 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa utatumika kukabidhi kombe kwa bingwa msimu huu. Tupate taarifa zaidi na mwanamchezo wetu. Hayo yameelezwa na afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Karim Boimanda wakati wa mkutano na waandishi wa habari za michezo makao makuu ya benki ya NBC, ambapo amesema maandalizi yote yako sawa kuelekea mchezo huo. Tutoe taarifa pia kwamba kwa mchezo kutakuwa na sherehe za kukabidhi kikombe cha ubingwa kwa bingwa wa ligi kuu ya NBC msimu wa 2024-2025. Katika hatua nyingine, afisa wa Ncard Catherine Chami ametolea ufafanuzi kuhusu watu waliokata tiketi kwenye mchezo ulioahirishwa Machi 8 na Juni 15 na kupangwa Juni 25 kuwa tiketi hizo zitatumika siku hiyo. Ncard huwa tuna utaratibu wa ndani, utaratibu maalum unafanyika kwa ajili ya kufanya reverse kadi zote ambazo zilitumika ili ziweze kutumika tena. Kwa hiyo kwa wale ambao mashabiki walikuja ile siku wakaingia uwanjani, kadi zao zilifanyiwa uhakiki getini, kadi zile zitatumika tena. Lakini kwa upande wa wale waliopoteza kadi zao, nitoe rai kwa mashabiki wetu wote Tanzania nzima ambao wamepoteza kadi zao, wanaweza kuja kwenye ofisi zetu za ubalozi wa Ufaransa tuweze kufanya swap ticket. Zile kadi tutaziswapu alafu zitatumika tena. Tiketi za VIPB ambazo kiongozi hapa kutoka Ncard alitujulisha awali kwamba zimebaki chache, hizi zinapatikana kwa shilingi 1030. Tiketi za VIPC ni shilingi 1020. Na jukwaa la machungwa au kwa watu waliopanda mabasi ya njano wanaita jukwaa la orange, lile ni shilingi 10,000. Alafu mzunguko ni shilingi 5,000. Kwa upande wa klabu ya soka Yanga, kupitia afisa habari wao Ali Kamwe amezungumzia maandalizi yao huku akikiri kuwa si rahisi kupata matokeo dhidi ya mtani wao. Tunafahamu ukubwa wa Kariakoo Derby, tunafahamu ugumu wa kupata matokeo dhidi ya Simba Sports Club, lakini tunafahamu umuhimu wa hizo pointi kwenye hatima ya ubingwa wa ligi msimu huu. Inaweza kuonekana imetokea kama zawadi hivi kwa mashabiki wa mpira kuipata Kariakoo Derby yenye msisimko wa fainali. Eden Bahati, Channel 10 michezo. Kwingineko ni kuwa timu ya One Way Veterans ya jijini Dodoma imeendelea kujinoa kwa ajili ya kushiriki bonanza la michezo la Shaban Robert mkoani Mbeya na baadaye kuelekea nchini Zambia baada ya kupata mwaliko maalum. Zaidi na mchezo wetu Leonard Mwacha. Wakipimana uwezo na timu ya Gaza FC kama sehemu ya maandalizi, veterani hao wamejivunia nidhamu miongoni mwao iliyopelekea mialiko hiyo ya ndani na nje ya nchi ambayo wanatarajia kuitumia kama fursa za kibiashara, jambo linalowapa shauku timu zingine ikiwemo Gaza FC. Tumeshaenda Mbeya mara nyingi na tumekutana na wale wenzetu wa majirani kutoka Zambia kwenye bonanza la Shaban Robert ambao linafanyikaga pale uwanja wa Sokoine Mbeya chini ya uongozi na management nzima ya Mbeya City Veterans. Kwa hiyo baada ya kuwa wameipenda timu yetu ya One Way Veterans kutokana na nidhamu yake, uchezaji wake, wakaamua kutualika mwaka huu tukienda tusiishie Mbeya, tuende mpaka kwenye nchi yao ya Zambia, tukashiriki nao na tutengeneze ujirani kati ya Tanzania na nchi ya Zambia. Kwa hiyo tunavyoelekea katika jiji la Mbeya katika bonanza, lakini tunavyoelekea na Zambia hususan tunaenda kujitangaza kibiashara na biashara zetu tunazozifanya, sababu tumegawanyika. Kwa hiyo tunatangaza biashara, lakini tunatengeneza na connection ya watu, kwamba ukaribu wa watu, biashara zetu ziendelee kuwa kubwa zaidi na zaidi. Tukiangalia wao ni wakubwa, wanaweza kutangulia kutuonesha njia zaidi. Kwa hiyo na sisi hapa tunaweza tukajituni, tukajua kabisa kwamba hawa wanaenda, lakini kuna sisi na sisi inabidi tujitathmini, tuje tuwe kama wao. Veterani hao wamekiri kupata ushirikiano kutoka serikalini ikiwemo utaratibu wa kusafiri nje ya nchi, huku wakiahidi kuitangaza Tanzania kwa kuwa wazalendo kwa taifa lao, kuenzi tunu ya amani
bila kusahau kujivunia maendeleo ya taifa lao. Utaratibu wa nchi uko vizuri na vibali sisi wenyewe tumeshaweka sawa na tumeshajua taratibu gani walikuwa tuzifanye. Serikali iko pamoja na sisi kuanzia kwenye serikali ya mji wetu wa Dodoma, mkuu wa mkoa, mpaka sisi tutakapoenda kule kila kitu kitakuwa sawa na wamekuwa wakitusupport mara zote. Niwaahidi tu kwamba viongozi wa nchi yetu hususan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwamba tutaenda kuitangaza vyema nchi yetu ya Tanzania kama alivyo yeye tufundisha katika uongozi wake, ni namna gani vipi jinsi anavyoongoza nchi ya Tanzania hususan katika kategori ya amani, lakini maendeleo anayoyafanya sisi tutakuwa mabarozi tosha kwenda kuitangaza nchi ya Tanzania. Safari inatarajiwa kuanza tarehe 10 Julai kuelekea Tunduma, Mbeya na baadaye nchini Zambia. Channel 10 Michezo inawatakia kila laheri. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Asante Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo. Timu ya Dar Star imefanikiwa kutoa ubingwa wa bonanza maalum la siku 2 lililopewa jina la Asante Mama Super Cup, lililokuwa na lengo la kumpongeza na kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutekeleza miradi mbalimbali, hasa kutoa hamasa katika upande wa michezo. Zaidi na Juma Abdurrahman. Ni sehemu ya shangwe kwa timu ya Dar Star baada ya kukabidhiwa kombe, ambapo mgeni rasmi kwenye hafla hiyo iliyofanyika kwenye viwanja vya 5-a-side Upanga jijini Dar es Salaam, katibu mwenezi wa CCM kata ya Upanga Magharibi Rajab Poche akipongeza bonanza hilo linalounga mkono ilani ya CCM kwenye michezo, huku kwa upande wa waandaaji wa bonanza hilo wakitoa shukrani kwa wadhamini wao. Ni kitu kizuri kwa sababu katika ilani pia ipo kukutana na jamii, wana michezo na kuwa na matukio mengine zaidi kuliko haya, labda kwa mfano netball, basketball, vijana wakajumuika na wakawa pamoja na wakaweza kufurahia. Nitoe shukrani kwa sponsor wetu mkubwa State Group Holdings. Wao wamekuwa wakitushika mkono kwenye swala hili kwa urefu zaidi, na ndo main sponsors na ndo megharamia vitu vingi zaidi. Sambamba na hilo, mkurugenzi wa Kick Football Foundation Halili Karim ametumia nafasi hiyo kutoa wito kwa wadau kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, huku wachezaji wakieleza fursa ya uwepo wa bonanza hilo. Natoa rai vijana tumsupport kwa urefu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ana support kwa kiasi kikubwa kwenye michezo. Tunaona tumeletewa AFCON na CHAN inakuja na viwanja vya kisasa vinajengwa. Yote hii ni kupitia kwenye serikali ya awamu ya 6 Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mashindano haya yametuonyesha watu wengi leo wanapata elimu kujua kwamba ni haki ya kila raia, haki ya kila kijana kushiriki kwenye uchaguzi, kumchagua kiongozi bora kwa ajili ya taifa, Ni fursa kubwa sana kwa sababu mashindano yameanzishwa na watu wakubwa, lakini pia na presenti kwa mama yetu Mama Samia. Kwa hiyo ni mashindano makubwa kwetu, hata sisi pia vijana kujionyesha pia kwamba tuna uwezo pia. Mama yangu Mama Samia, ama mimi mjukuu wa Mama Samia, mimi natusema zaidi mama mitano tena. Jamani, sina kingine cha kuongea, nitaongea sana taaribu. Mitano tena. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Kunako masumbwi ni kuwa mashabiki wa bondia Richard Chopa wa Mabibo City Center wamejinasibu kuibuka na ushindi wa TKO kwenye pambano la Da Boxing Derby maarufu kama Samia Calling Fighting, ambalo litafanyika Julai mwaka huu jijini Dar es Salaam. Zaidi na sports lady wetu Esther Mtebe. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, mashabiki hao wamesema Mabibo ndio kitovu cha ngumi Tanzania, hivyo mpinzani wake ajue kipigo lazima katika raundi ya pili ya pambano hilo. Naamini kwamba hatuwezi kuangusha na City Center, na wewe unajitafuta kujiandae. Sijui kwa Mnyamani, sijui kipande gani, hapa City Center utaamua hayo pale hapa au kule. Kwa sisi tunajua sisi watu wa maneno, tunajua sisi watu wa vitendo. Sababu unaweza nikaongea sana hapa nikaonekana kama DJ Kopa na imba taarabu. Ringi litaongea jabu nyingi etika. Kwa upande wake bondia Richard Chopa amewahakikishia ushindi mashabiki zake kutokana na anavyoendelea kujiandaa,
hivyo mpinzani wake Rashid Saidi wa Buguruni ajiandae na kipigo cha paka mwizi. Kana na ukubwa wa pambano, nimefanya mazoezi ya mechi, nimetreniwa vya kutosha. Napenda kuambia mashabiki zangu waje waone nimebadilika kimchezo. Sasa hivi najua kabisa nimekuja kupigana. Mimi kama kapteni, kwa sababu mechi ya kwanza sisi tumeenda kucheza, tumeshinda KO mbaya. Mtu alizima pale. Umeona, na hii mechi ya pili tunaenda kucheza. Uzoefu kila kitu, kwa sababu sparring zake achezei. Yaani anacheza kwenye majimu tofauti makubwa. Umeelewa? Kwa hiyo uzoefu Alinga anacheza sparring na watu wakubwa. Buguruni ninachowaambia na Chweli, jitahidini mje na machela kwa sababu najua Chopa atamaliza kazi mapema sana Buguruni. Kwa hiyo jiandaeni na mje vizuri, yani tutakapoanza machela. Akimaliza raundi ya kwanza amejitahidi sana, lakini na mimi KO ya kwanza amalizi. Esther Mtebe, Channel 10 Michezo. Namna hivyo Esther Mtebe ndiyo ananiwekea utuo upande wa viwanjani kitaifa, na sasa ni ule wasaa wa medani za kimataifa. Moja kwa moja twende tukajumuike nami yule Witness Ngalawa ambaye nimekuletea mkusanyiko katika anga la kimataifa. Katika medani za kimataifa usiku wa kuamkia leo, mashindano ya kombe la dunia ya vilabu ya FIFA yameendelea kushika kasi huko nchini Marekani. Katika mchezo wa kundi G, mabingwa wa muda wote nchini Italia Juventus waliibuka na ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya Wydad Casablanca kutoka nchini Morocco, ambapo nyota wa mchezo alikuwa kijana Kenan Yildiz aliyefunga mabao mawili, huku Dusan Vlahovic naye akipachika bao kwa njia ya penalty. Katika mchezo mwingine wa kundi hilo, Manchester City ya Uingereza ilionyesha ubabe wake kwa kuicharaza Al Ain ya Falme za Kiarabu mabao 6-0. Katika kundi H, licha ya kucheza pungufu kufuatia kadi nyekundu, Real Madrid walishinda kwa mabao 3-1 dhidi ya Pachuca kutoka nchini Mexico. Kadhalika, klabu ya RB Salzburg walisuluhu bila kufungana dhidi ya Al Hilal ya Saudi Arabia. Mashindano hayo yanaendelea tena leo kwa michezo minne. Mapema kabisa, Seattle Sounders kutoka Washington watacheza na Paris Saint-Germain ya huko nchini Ufaransa. Atletico Madrid ya Hispania watacheza na Botafogo ya Brazil. Porto kutoka Ureno watakutana na Al Ahly ya Misri, na Inter Miami ya Marekani itacheza na Palmeiras kutoka Brazil. Kwingineko kunako NBA, historia mpya imeandikwa katika ligi ya mpira wa kikapu nchini Marekani, ambapo Thunder wameandika historia kwa kutoa ubingwa wao wa kwanza wa NBA baada ya kuichapa Indiana Pacers kwa alama 103-91 kwenye mchezo wa 7 wa finali. Katika pambano hilo la kusisimua lililofanyika mjini Oklahoma, wenyeji Oklahoma City Thunder waliibuka mabingwa wa NBA kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2008 baada ya kuichapa Indiana Pacers kwa alama 103-91 katika mchezo wa 7 na wa mwisho wa finali za misimu wa mwaka 2024-2025. Nyota wa mchezo alikuwa ni Shai Gilgeous-Alexander aliyefunga pointi 29 na kutoa pasi 12 za msaada, na hivyo kutoa tuzo ya mchezaji bora wa mchezo pamoja na kuwa mchezaji bora wa msimu, yani MVP. Ushindi huo umewafanya Thunder kuandika historia kama moja ya timu bora zaidi kuwahi kushinda taji la NBA baada ya kumaliza msimu wa kawaida na rekodi ya kushinda mechi 68 kati ya 82. Kwa upande wa Indiana Pacers, licha ya kupambana hadi mwisho, walishindwa kuzuia kasi ya Thunder, ambapo walikuwa na mashambulizi ya kasi na ulinzi madhubuti katika dakika za mwisho. Kwa sasa msimu wa NBA umehitimishwa rasmi na macho yote yanaelekezwa kwenye kipindi cha usajili wa wachezaji huru kinachotarajiwa kuanza mwisho wa mwezi huu. Namna hivyo tumetamatisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa leo. Kama kawaida, mimi ni Winga Teleza. Witness Ngalawa ni kurejeshe kwake Filipina Ndwata aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo.